Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza na maajabu ya mmea huu unayefahamika kwa jina la hoza au msharifu. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Je, maajabu na kazi za mti wa msharifu unazifahamu wewe? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya uchawi katika mwili wake, au yule mtu alifanyiwa sihiri za kibinadamu na za kijini, na maanisha uchawi mweusi, au yule mtu ambaye anasumbuka na laana za ukoo au mizimu michafu ya ukoo na anahitaji rehema kuweza kuondosha hizo shida, kuondosha uchawi mwilini na awe mtu wa mafanikio, unachotakiwa kukifanya wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sema ya Rabbi, hujawahi kuumba kitu pasina kuwa na sababu, na wewe ndio upo juu ya sababu. Baada ya hapo, chukua vichane hivi, haya maua yake ya mti wa msharifu, chukua vichane 7. Kisha utakaporudi nyumbani kwako, andika jina lako na jina la mamako mzazi. Kama unahitaji kuondosha laana za ukoo, mizimu michafu katika maisha yako, unahitaji kuondosha sihiri, ule uchawi unakusumbua na kuhamisha maendeleo yako, andika katika hivyo vichane vyote 7 vya haya majani ya msharifu. Sawa? Kichane cha kwanza utakichoma katika siku ya Kamar, siku ya Jumatatu, kwa manuizo maalum. Kisha utasema ya Rahman ya Rahim mara 556. Na kichane cha pili utakichoma tena katika moto katika siku ya Merikh, ambaye ni siku ya Jumanne. Utasema ya Malk ya Kudus mara 657 kwa manuizo maalum. Na kichane cha tatu utakichoma katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano. Utasema ya Aliyu ya Adhim, ya Aliyu ya Adhim, utataja mara 776. Na kichane cha 4 utakichoma katika siku ya Mushtara, siku ya Alhamisi. Utasema ya Kabir ya Mutaal, ya Kabir ya Mutaali mara 1000. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kichane cha 5 utachoma siku ya Ijumaa, na maanisha siku ya Zuhrat. Utasema ya Qafi ya Aniu, ya Qafi ya Aniu mara 1000 kwa manuizo maalum. Na kichane cha 4 utachoma siku ya Zohari, ambaye ni siku ya Jumaa mosi, na maanisha hicho ni kichane cha 6. Utachoma siku ya Jumamosi. Utasema ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak mara 1500 kwa manuizo maalum. Na kichane cha 7 cha mti huu wa msharifu chenye jina lako utachoma katika siku ya Shamsi, siku ya jua, na maanisha siku ya Jumapili. Utasema ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum mara 2500. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama unahitaji kuondosha sihiri za kibinadamu na za kijini na uchawi ulioshindikana katika maisha yako, basi utakuwa umeuteketeza. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa msharifu. Sawa? Mti huu ni mujarab sana kwa yule mtu anayesumbuka na katika biashara yake haina wateja. Sawa, unahitaji kuwa na wateja wengi sana. Chukua kichane kimoja, andika jina lako na jina la mamako mzazi, basi tumia kuchoma tu kwa manuizo katika biashara yako, basi wateja watakuwa ni wengi sana. Na majani ya mti wa msharifu yanatibu maradhi ya vidonda vya tumbo kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya vidonda vya tumbo na maradhi ya chango, na hata yule mtu anayesumbuka na chango, na hata katika yule mtu anayesumbuka na mfumo wa upumuaji, kifua kinamsumbua, basi majani haya ni mujarab sana ya msharifu na pamoja na pumu. Pia kwa yule mtu ambaye anahitaji kuondosha mauzauza katika nyumba yake, chukua majani ya msharifu, ponda ponda kwa manuizo maalum, tupia katika bati lako au safisha katika nyumba yako, mwaga na kwenye maji, changanya kwa pamoja, basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile nyumba mauzauza atakuwa ni yenye kutoweka. Kama nyumba ilikuwa na misukule na mapepo machafu, yatakuwa ni yenye kukimbia.
Na majani haya msharifu ukiyakata, ukiliweka tu chini ya ardhi linaota lenyewe bila hata mzizi. Ukizungusha katika pande kuu 4 za nyumba yako, basi hakika hakuna mchawi wa kuingia katika nyumba yako. Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa msharifu au muhoza. Mti huu una mambo mengi sana na una siri nyingi sana, lakini kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nimekupatia Daktari Musa. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akinijalia wasaa nitakuja kuelezea kwa urefu zaidi na zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea na kazi zake ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.